Katika majengo ya kupangisha kuna baadhi ya vitu ambavyo wengi huwa wanachanganya, ambapo ni kujua aina gani ya wateja ambao unataka kudili nao, lakini pia vitu muhimu ambavyo vinaweza vikadumu kwa wakati wote na kwa wateja wa aina zote. Sasa niko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu nakifahamu na kukuweka wazi, kwa sababu utakapokuwa umefahamu wewe utafanya mitaa yetu ipendeze, lakini pia majengo yote ambayo yatakuwa yakitoa huduma hizo kuwa bora na yenye mipangilio mizuri zaidi. Tazama hapa, nimejitengeneza ramani yenye vyumba viwili vya kulala, na hizi naweza kusema ni unit mbili, kwa sababu kila unit inajitegemea, kwa maana kila chumba kinajitegemea, lakini katika kila chumba kuna sehemu ya kulala, jiko, lakini pia kuna choo. Sasa hapa kuna kitu cha msingi ambacho kifanya jengo hili likadumu katika ubora kwa muda mrefu sana, pengine hata wakati wote, ni uwepo wa jiko ndani. Kwa nini? Ni kwa sababu watu wengi huwa wanakuwa wanapanga nyumba. Katika kupanga nyumba, eneo la kupikia linakuwa ndani ya eneo lile ambalo mtu anakuwa analala, kitu ambacho huwa kinakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo kama utatenganisha eneo hili, utafanya kila mtu ambaye atakaye kuja kutembelea nyumba yako hiyo kuona kwamba ipo haja yeye kuja kukaa hapo, kwa sababu kila kitu cha msingi kitakuwepo, lakini pia hata bei itakayotumika hapa kidogo itakuwa ni nzuri kukupa faida wewe mwenye nyumba. Lakini katika ujenzi wa hili jengo hapa, tofali zinazoenda au zinazotumika ni tofali 900 za blocks, lakini pia pamoja na kwamba tofali 900 katika jengo zima, bati zake ni bati 40 za futi 10 na mbao za kenchi ni 70 katika ujenzi wa hili jengo, na nikajengo kenye upana wa mita 11.1 na urefu ni mita 5.9. Sasa ujenzi wa hili jengo uko hivi: unaweza kujenga hili jengo kama kiwanja chako ni kidogo, lakini kama kiwanja chako ni kubwa sana, utataka kuwatenganisha wapangaji wako wakae wawili wasibanane sana, au iwe Airbnb au iwe guest house, naweza kusema hivyo. Ni guest au Airbnb inamaanisha kwamba ni nyumba ambayo inakodishwa kama guest house, lakini utakutana na kila kitu ndani. Unaweza kukuta jiko, ukajipikia chai, ukifanyaje, inakuwa huduma zote ziko humo ndani, sawa? Kwa unaposema guest house, unaposema hoteli, yote unaweza ukatumia majengo ya namna hii hapa. Au kama utakuwa kiwanja chako ni kikubwa sana na kitakuruhusu, basi unaweza kuzijenga zaidi, zikawa nyingi zaidi, kuhakikisha kwamba wapangaji wako wanakuwa ni wengi na unapata faida maradufu. Na unapokuwa unafanya hivyo, ina maana unajitengenezea uwezekano wa wewe kuendelea kupata faida zaidi kutokana na ujenzi wa majengo hayo au uwekezaji huu ambao unakuwa ufanya. Mara nyingi tunakuwekea ramani kama hivi kuhakikisha kwamba tunakuelimisha na kukujuza ya kwamba mambo muhimu unayotakiwa kuyafanya katika ujenzi wa jengo lako unatakiwa kuyafuata ni hayo, na usiyotakiwa kuyafuata basi yanakuwa ni hayo hapo. Kwa hiyo unapojenga nyumba yote ya kupanga kwa sasa, zingatia kuweka mambo muhimu, kwa sababu sasa hivi tunaingia katika uzao tunaingia nao sio uzao wa watu ambao wanakuwa tu wana shida na kulala. Hapana, watu wanakuwa wanahitaji vitu vya ziada katika nyumba ambazo wanakuwa wanazipanga, kwa sababu biashara inazidi kutanuka. Kwa hiyo kama unajua na wewe unatengeneza nyumba hizo kwa ajili ya biashara, basi hilo nalo unatakiwa ulizingatie au kulijua, kuhakikisha kwamba wote wanaokuja kupanga kwako basi wanapata huduma hizo, na wewe pia utengeneze muda wa kupata faida zaidi na zaidi, kwa sababu nimekuwa nikiwasema sana wengi ambao wanakuwa hawajajenga. La sababu ambayo inaweza nikaielezea hapa ikiwa ni ukweli usiopingika ni kwamba wapo wengi sana ambao tayari wameshajenga nyumba zao, lakini bado wamepanga, kwa sababu zipo sababu nyingi zinaweza kufanya wewe uendelee kupanga au uende ukapange katika nyumba yako. Kwa hiyo usimkataze mtu kupanga, isipokuwa kama umepanga na jengo hauna hicho ndio kipengele. Kwa hiyo utatakiwa kufanya juhudi za haraka sana kuweza kuhakikisha kwamba unajenga nyumba yako. Namba ya simu ni hiyo hapo, inaonekana kushoto hapo mkono wa kulia upande wa chini. Tutafute, tukupe message, tukupe link uende ukajiunge na group la WhatsApp. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.